bwana, tathmini yako ya kiufundi kabisa ya timu yako katika mzunguko wa kwanza, kwa namna ambavyo mmecheza, unaionaje? Na wewe pia binafsi. Kwa upande wangu naweza nikasema ukiangalia jinsi msimamo ulivyo mpaka sasa tuko vizuri kama timu. Au sio? Ukiangalia msimamo ulivyo, maana yake tuko kwenye mbio za ubingwa. Na kama tuko kwenye mbio za ubingwa inamaanisha wapinzani wetu bado tuko juu yao. Hata kama kuna timu zingine hazijacheza mechi, lakini bado hata zile mechi zikimalizika tupo juu yao. Kwa hiyo unaona kama mzunguko wa kwanza umeisha vizuri kwa sababu tupo juu. Kikubwa ni kuendelea kupambana katika mzunguko wa pili ili kuhakikisha tunamaliza mzunguko wa pili pia tukiwa tuko juu, kwa sababu kama mzunguko wa kwanza umaliza juu na mzunguko wa pili mechi 15 hizo ukiwa juu, maana yake ndio bingwa. Namna ambavyo ushindani wa namba ndani ya kikosi chako, especially kwenye position yako ambayo unacheza sasa hivi, umeonekana kushine zaidi, kwa maana kupewa nafasi zaidi. Wewe unazungumziaje kwanza? Maana yake umeonekana kucheza zaidi, lakini ushindani wa namba ndani, yupo Kibwana, yuko Yao. Ushindani wa namba kwa upande wangu ni mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia wachezaji wote kwenye position hiyo, sio kwamba wachezaji wabovu, hapana. Kila mtu ana uwezo na kila mtu ana malengo makubwa katika klabu hii. Kwa hiyo nadhani kikubwa mimi kama mchezaji ni kuhakikisha nikipata nafasi nafanya vizuri na kuendelea kuweka ile performance kwenye level ya siku zote, kwa sababu timu kama hizi hazina muda wa kusubiri, na kiuhalisia ni kwamba wanatakiwa uwe tayari muda wote. Umeona? Kwa hiyo ukipata nafasi unatakiwa kupambana kuhakikisha unafanya vizuri katika nafasi na kuendelea kutetea kupewa nafasi na mwalimu na kuaminiwa na mwalimu. Nadhani hicho ndio kitu kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia uwezo wa wachezaji waliopo ni mkubwa pia. Umeona? Kwa hiyo kusema leo nimepata nafasi labda ni umecheza vibaya labda, umeona, afu unarudi unasema nafasi ishaondoka. Hapana. Hiyo waga inatokea kwenye mpira. Kwa mfano uwezo ukawa na siku nzuri kazini kila siku, kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe kutune akili yako, na ndio kitu ambacho unachofanya. Kama nikiperform vizuri na kuendelea kufanya vizuri, najihakikishia uaminifu kwa mwalimu na kuendelea kuitumikia ile position ambayo naamini. Kwa maneno yote uliyosema, ukiweka kwa pamoja tu kwenye neno moja, yani tukupe asilimia labda 100 kwenye msimu huu kwa Yanga, maana umecheza Simba, umecheza Singida, unajipa asilimia ngapi? Wewe unajijua mimi huyu ndio Israel mpaka sasa? Asilimia bado nasubiri kwanza msimu ukiisha ndio naanza kujitathmini. Uweze kujitathmini katikati. Tunajitathmini, dula kwanza halina shida hilo, kwa sababu huwezi jua mbeleni mambo yatakuwa vipi. Unaweza kusema sasa umeperform vizuri, lakini baadaye dula pili unaweza kuperform zaidi ya ulivyoperform, au unaweza kuwa dulu hilo hujaperform vizuri alafu dulu la pili ukaperform yani nasema dulu hilo hujaperform, umeperform vibaya alafu dulu lino kuja ukaperform vizuri. Kwa hiyo siwezi, bado ni 50-50. Kwa msimu ukisha pale ndo unakaa una analyze kama performance yako ilikuwaje kwa msimu huu, kipi cha kuongeza, kipi cha kupunguza, ili kujihakikishia kwamba unakuwa kwenye shape nzuri kila siku. Sawa. Hizo bwana, nataka utujalie kidogo hapa. Sisi wacheza sodo bwana, tunasema sauti ya kipa iheshimiwe. Kwa kucheza sodo ile zamani, kipa ukikosea lazima aje akwambia hapa bwana hivi na hivi. Lakini wewe unacheza nyuma hapa, tujalie Diarra ni mtu aina gani kwenye upande labda timu ikiwa inajenga shambulizi, ikiwa inashambulia kwa nyinyi mabeki, katika kuwakumbusha katika nafasi zenu? Kwa neno moja tu, ni kiongozi. Ni kiongozi kwa sababu yeye ndo ana command ule ukuta wa nyuma, na ni mchezaji mwenye experience. Nadhani ni kati ya wachezaji wenye experience kwenye timu yetu hii. Umeona? Kwa hiyo akiwa pale nyuma ni mtu kama ni mchezaji wa kawaida, lakini pia ni kiongozi mbali na captain. Ndio nadhani kamuelezea kwa staili yake. Kwenye position ambazo sasa unakutana nazo, upande wako tuzungumzie winga hizi zote mbili. Yupi winga complete kabisa alokamilika? Unasema huyu ni winga yani ambaye amekamilika, au winga bora kabisa kwenye ligi yetu? Kwa saizi kuelezea inakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Ukiangalia asilimia nyingi sana mechi tunazocheza tunakuwa tuko juu ya wapinzani. Kwa hata kupata nafasi ile ya kumuona mtu inakuwa ni mara chache sana. Maana yake hawapi changamoto. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua hilo swala. Kwa sababu ukiangalia mechi muda ule tuna mpira. Sasa utakaba. Tuchukue mbili tu sample za Simba labda na Azam. Mawinga hao tuwazungumzie hao. Simba limecheza na sijasema tunawazidi kama wetu kwenye yani ninachokuelezea ni kwamba timu ina dominate. Kwa hiyo huwezi kuona uzuri alionao pinzani. Tuzungumzie zile mechi sasa ambazo timu mbili, kwa mfano tumecheza mechi na Azam, alikuwa Edinado.
lakini pia naye pia tunajua ukitaka kumuelezea winga manake amekupa shughuli sana. Lakini ile mechi ile mechi ilikuwa sio kwamba tumesumbuana sana mimi na Edinado, kwa sababu muda mwingi nilikuwa sijapata zile 1v1 ili kuona kama amenibiti au namna gani. Lakini mechi ya Simba pia yule winga wa Simba nadhani kuna movement zingine alikuwa anazifanya ambazo kama mchezaji au makini anakuacha hapa. Au yule au Libase. Hapana, kuna winga alikuwa anacheza huko au ndo asemea, kwa sababu ukicheza na mchezaji hatari unamuona mwenyewe. Unaona, kwa kuna situation zingine unaona na kauli mnasema unamsikilizia kwanza. Unamsikilizia kwanza, unajua huyu jamaa vipi anakuja au aje. Unaona. Kwa lakini nadhani ligi yetu kuna baadhi ya mechi tukicheza unashindwa hata kuona ubora wa mchezaji, kwa sababu unakuta muda mwingi tuna dominate mpira sisi. Umeona. Na hiyo ndio inakuwa changamoto kuelezea labda fulani nimeshakutana naye amenisumbua. Umeona, inakuwa changamoto. Lakini kama tungekuwa tunacheza level ile ambayo wao wanao sisi tunao hivyo, yani ile ya usumbufu sana, wanakana tunapishana ile, ndio unaweza kuona bana huyu, si hata nyie mkiangalia mnaona kwamba yule jamaa kamsumbua fulani. Kwa maana hiyo unataka useme intensity kidogo ya ligi yetu iko chini. Sijazungumza swala la intensity. Hapo nadhani naweza kusema quality ya timu ambayo tupo sisi. Yaani quality yangu ipo juu sana kwenye, kwa sababu ukisema una dominate mpira muda mwingi wapinzani hawakai nao, inamaanisha nyie ndio mpo bora. Hapo labda quality yenu unaiweka kwenye asilimia ngapi na wanakufuata asilimia ngapi? Yaani kwa namna ukizungumzia performance overall kwenye ile duru la kwanza. Kiwalisia siwezi nikaweka kwenye asilimia kwamba sisi tuna asilimia 100 au 90 au nini. Lakini ninachoweza kuelezea ni kwamba mechi nyingi tunazocheza za timu hizi za tuseme za kati za nini, sisi tunakuwa muda mwingi tuko juu yao. Vipi sasa, mbona watu wanaonekana kuwabeza, labda kusema mmechoka, sio mnafatiki, yani kuna game hivi wanawabeza? Unadhani hizo kauli wanatoa wapi kama mnaonekana labda kuwazidi kwenye mechi? Kina nani tena wazee? Fans, wadau, wachambuzi, sisi wanahali, wasemaji wa tofauti. Wewe unasema sisi tumechoka? Mimi yani wewe unasema wewe nimeweka kwa maana kwa wingi wetu. Maana kisimama huyu mimi sijawahi kusema. Yani overall hata kama umesema hamna shida. Overall kwa maana anachomaanisha kwamba kama umesema quality ipo juu na mnawazidi muda mwingi mmiliki nyinyi. Sasa inakuwa kama kuna watu wanaona ya capital sasa kidogo na bado unasema nyinyi mshuka juu yao. Kuna kipindi kwenye mpira, kuna kipindi ya stage au timu picha imeona. Kwa stage ambayo tumefikia sasa hizi tumeonekana tumeonekana tucheze vizuri,